Mimi naitwa Asia Hamisi Mabomba, nimetoka Mbauda kata Sembetini. Ninashukuru kwanza leo nimeweza kufika mjini kwa shauri tangu siku ya uchaguzi. Hatukuweza kufika mjini kwa kuogopa maandamano na wamama tulikuwa tunapigwa tunafanywa hivi. Lakini tunashukuru leo mama yetu Mama Samia ameapishwa salama. Tunaomba tu nchi ikae kwa utulivu. Fanya biashara wameteseka, maduka hayafunguliwi. Vitu vya sokoni vimepanda bei, sokoni hatufiki. Nauli zimepanda bei. Tunaomba tu na sheli zifunguliwe, vyombo vya usafiri viweze kutembea, tuweze kupata unafuu wa bei. Maana sasa hivi bajaji, daladala zote zimepanda ni 1000. Kwa hiyo naomba tu nchi ikae katika hali ya utulivu, na hao wanafanya maandamano wachukuliwe hatua na sio pia kuuawa. Wengine wanapita tu hawajaandamana, ni mtu anajitembelea tu anapigwa risasi. Kwa hiyo watoto wetu wengi wamepata matatizo, wamekufa. Kwa hiyo tunaomba serikali ya Mama Samia iwe sikivu, iweze kufanya nchi ikawe na amani. Arnold Matei Chua ni afisa msafirishaji katika kituo hichi cha Moivo C. Tuambie hali ikoje na shughuli zenu za kukusanya vifanyaje? Kiukweli kwanza mimi naanza kwa kumpongeza Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kushinda kwa kishindo kuwa rais wetu wa Tanzania kwa awamu hii ya 6. Kiukweli kwa sasa hali ya hewa ni kama imetulia, kwa sababu mambo yaliyokuwa yapo katika mji wetu wa Arusha ya maandamano yametulia kwa sasa, lakini kuna changamoto kubwa zipo. Njaa imeongezeka kwa sababu kile ambacho tulikuwa tunatarajia kukipata kwa wakati sasa hivi kimekuwa ni changamoto. Kwa sasa hivi upatikanaji wa mafuta umekuwa ni changamoto, pia upatikanaji wa chakula nao umekuwa ni changamoto. Watu hawapo, lakini japokuwa watu wameanza kuonekana mjini hapa, lakini bado kuna changamoto kama mafuta hatuna. Kwa hiyo kazi yetu imekuwa sasa hivi kwa sasa ni ngumu kidogo. Tungetamani kama wangeweza kutufungulia vituo vya mafuta, tukaweza kupata mafuta ili tuweze kuendelea kufanya kazi, watoto wetu wasio wakafa na njaa huko nyumbani. Ila kwa kilichotokea maandamano, watu waliofanya maandamano, sisi kweli imetuathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama kusingekuwa na maandamano, sisi hapa kama tulivyo sasa hivi mpaka sasa hivi tungekuwa tunafanya kazi yetu kama kawaida. Sisi tuna familia, tuna watoto wanasoma shule, Januari watoto wanaenda shule, tuna hii mwezi wa 12 hapa. Kwa hiyo ni changamoto kwetu sisi. Kama sasa hivi chakula kimepanda bei, ukienda kununua nyama sasa hivi nusu ni 9,000, kilo ni 18,000. Kwa hiyo ni kwamba kuna changamoto kubwa ambayo imetokea mpaka sasa hivi, lakini sisi tunalaumu wale ambao waliofanya maandamano, kwa sababu waliofanya maandamano ni wahalifu kama wahalifu wengine.